Bana, huyu wanamuita Burna Boy ni mmoja kati ya msanii ambaye alipata sekeseke kubwa sana kwa mwaka 2024 mpaka 2025. Sasa inawezekana kwamba ikawa ndo mwaka wake mzuri sana kwa mwaka huu 2025 baada ya kuachia ngoma pamoja na Travis Scott, nikiwa na maana kwamba mmoja kati ya msanii wa Marekani American trapper ambaye basi kwa hivi sasa ameshirikiana naye katika nyimbo inaitwa Ta Ta Ta. Bana, ngoma hii inawezekana kwamba ikawepo kwenye album mpya kwa Burna Boy, ambako kwa hivi sasa watu wengi wana expect kabisa kitu cha namna hiyo. Kwanza kabisa nikwambie tu Burna Boy mpaka kwa muda huu ni mmoja kati ya msanii ambaye ana subscriber wengi sana katika ili upande huu wa jangwa la Sahara, na ni mmoja kati ya msanii ambaye anafanya vizuri sana katika show zake za nje ya nchi ya Nigeria. Bana, Burna Boy kwa muda huu tunavyoongea ana subscriber 5,300,000 na 40,000. Sasa nikiwa na maana kwamba Burna Boy ni mmoja kati ya msanii ambaye kwenye listi ya wale wasanii ambao wanasumbua Afrika kwa sasa hivi katika jangwa la Sahara, pia na yeye yumo. Ni mmoja kati ya msanii ambaye anafanya vizuri sana katika show zake, na nikupe tu siri moja, malipo yake uwaga tunapokuja kusikia numbers yanazolipwa uwaga zinatuogopesha hata sisi ambao tumesikia tu. Je, zile pesa uwaga yeye anayeziona katika meza inakuaje, au ile transaction inayofanyika yeye anajisikiaje? Kuna namna kama vile Burna Boy katika ufalme wa show ameweza kuiteka Afrika, yani ameweza kukamata Afrika nzima. Ni mmoja kati ya mtu ambaye katika upande wa magharibi anafanya vizuri sana. Sasa katika sehemu ya comment baada ya ngoma hii kwanza kutoka mpaka kwa muda huu ina siku moja tu ambayo sasa hivi ina viewers 541,510, na muda huu inafanya vizuri katika nchi mbalimbali, nikiwa na maana kwamba hata katika nchi ya Nigeria inafanya vizuri sana na inazidi kufanya poa sehemu tofauti kwa sababu ya nguvu yake pamoja na nguvu ya kwake Travis Scott. Nikupe siri moja, Travis Scott ana sekeseke moja ambalo amekutana nalo. Alishawahi kufanya show sehemu fulani, na baada ya hapo show hiyo ilikuwa ni show ambayo ina mvutano mkubwa sana, baada ya watu kurukaruka sana mpaka nchi ikaanza kutetemeka, na wakajua kwamba lile ni tetemeko la ardhi. Sasa hapa katika sehemu za comment ndipo ambapo nimekutana na comment moja, nikawa nasema kwamba ngoja niwaletee watu wa Harmonize News, sababu pia ni watu ambao mnamfuatilia sana Burna Boy katika sehemu moja au sehemu nyingine kupitia ngoma zake mbalimbali ambazo amekuwa akizifanya. Sasa katika siku ya leo huyu anamuita Porter FX ni mmoja kati ya mwamba ambaye ameandika hivi: Dear 2080 children, if you read this, I just want you to know that Burna Boy was the greatest artist from Africa in our time. Yani watu wa 2080, watoto wa 2080 kama wataisoma komenti hii wakae wakijua kwamba Burna Boy alikuwa ni mmoja kati ya msanii ambaye ni mkubwa sana katika kipindi chetu ambacho tunaamini kwamba mpaka 2080 tunaweza wengine tusiwepo kabisa kwa sababu ya mipango ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika comment hiyo iliweza kupata likes 1,200 na watu tofauti kutoka katika nchi mbalimbali walikuwa wameshuka katika kureply comment hiyo. Wengine wanasema kwamba wametokea Morocco na wanampenda sana Burna Boy, lakini pia mwingine anasema kwamba hii ni fact. Wengine wanasema kwamba na pia hata 2000 na kipindi cha 1300, yani miaka ya 1300, kwa sababu sasa hivi tuko 2000 na kwa watu wakajua kwamba tutafika kipindi fulani tutasema kwamba 1300 ni ngapi. Sasa anasema kwamba hata hiyo comment itakuwepo pia, na pamoja na hayo yote akasema pia mimi ni Msomali na ninaamini kwamba Burna Boy ni mtu ambaye ni best, yani ni mtu ambaye ni hatari sana. Pamoja na hayo yote huyu anaitwa Polo Dilinero anasema kwamba absolute right, kwamba hicho ambacho mwamba amekiandika ni sahihi kabisa. Lakini pia I'm from here, nimetokea mwaka 2097, we have time travel, tumesafiri kwa kitu tumeshasikia kitu kinaitwa time travel, and I want to say you are right, is the greatest. Yani yeye yuko 2097 na yeye hapa pia amefanya time travel kwenda mpaka miaka hiyo na yupo sahihi. Huu ni uongo, lakini sababu sidhani kama time traveler ni real effect ambayo inatokea katika maisha ya watu. Ni pia huyu anamuita Travis was the greatest children, yani Travis Scott pia ni mtoto ambaye ni mkali sana. Ni pamoja na hayo yote tunakuja katika comment nyingine ambazo zimejitokeza katika posti hii. Wengine wanasema kama ni uongo. Kids don't be deceived please, yani watu wasije wakaamini hichi ambacho kinaongelewa hapo kwamba Burna Boy ni mtu ambaye ni mkali sana. Nigeria singer and American rapper, Brazilian funk.
Bana, ni namna ambavyo watu wanajaribu kusema kwamba Nigeria singer ni Burna Boy, American rapper ni mwamba hapo Travis Scott. Travis Scott ni mmoja kati ya American rapper. Wengi wamefurahishwa na hichi kitu ambacho kimefanyika katika swala zima la ngoma hii. Lakini pia Burna Boy make FIFA career mode song. Yani Burna Boy ametengeneza, au naweza nikasema kwamba Burna Boy akitengeneza nyimbo ya hali ya FIFA, yani hali ya kififa. Inaweza nika-translate katika namna hiyo. Lakini pia I don't know who need to hear this, but Isaiah 60, when the time is right, the Lord will make it happen. Your blessing will surprise you. Mwamba amejaribu kusema kwamba hivi, sitaki kujua kama nani ambaye anataka kujua hichi, lakini muda ukiwa sahihi, inawezekana kwamba muda sahihi ambao ni kwa Burna Boy, au ni muda sahihi kwa Burna Boy pamoja na Travis Scott, au muda sahihi kwa sisi sote ambao tunasikiliza muda huu. Isaya 60 mstari wa 22 unasema muda ukiwa sahihi, basi Mungu ataifanya jambo hilo liweze kufanyika. Na hapo na anasema kwamba hivi, your blessing will surprise you. Baraka zako zitakufanya wewe ushangae, yani uzidi kushangazwa na baraka za Mwenyezi Mungu ambazo atakuwa amezibariki. Travis is who I think is fire. Yani Travis anadhani kwamba hapo ni hatari sana katika swala zima la namna ya kuimba pamoja na mengine mengi. Lakini pia wanasema kwamba when it's rain nobody can count the drop, so shall you bless be uncountable from today. Hawa ni watu ambao wameshuka na comment zao katika sehemu ya comment ya uhusiani na swala zima la kwa Burna Boy. Nimejaribu kusomea comment zote ili twende sambamba kwa hichi ambacho kimekuwa kikifanyika katika nyimbo hii kwa Burna Boy. Kwanza kabisa kuna watu tofauti wa mataifa tofauti. Hii inamaanisha kwamba Burna Boy anasikilizwa na watu wengi sana. Nchi ya Tanzania watu wanamsikiliza, Kenya watu wanamsikiliza, ya East Africa nzima wanamsikiliza. Sasa hapo nimekutajia kuna watu wa Malawi, kuna watu wa Morocco, kuna watu wa Brazil. Burna Boy is spectacular, goat. Yani wanaamini kama Burna Boy ni mmoja kati ya mtu ambaye ni hatari sana kwenye swala zima la uandishi. Huyu anasema right kana ban usijue hicho ambacho amesema kwamba hivi, haki ikiwa bama ina hivi itakuwa moto. Ni lugha ambayo nimeshindwa kuielewa, na uzuri ni kwamba Burna Boy hapa hivi itakuwa tu inahusu nyimbo hii ya Burna Boy kwa sababu kuna emoji hizi za moto, inaamini kwamba itakuwa ni kitu kizuri. Pamoja na haya yote, never thought Travis Scott would flow so well. Yani kuna watu hawakuamini kama Travis Scott atashuka na mistari yake katika design ambayo ni ya kuwashangaza. Wengi wao hawakuexpect hichi kitu. Kama mimi hapa mwenyewe sikutegemea kwamba Travis Scott atakuja siku moja afanye ngoma na Burna Boy, ingawa nimeshai kumuona Offset akiwa ni mmoja kati ya mtu ambaye amemwomba namba Burna Boy, nikiwa na expect maybe kuna siku atakuja kufanya kazi ya pamoja, kwa sababu Burna Boy ni mmoja kati ya mtu ambaye kwa sasa wanamheshimu sana katika mataifa yao, anafanya vitu hatari sana. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu. Hii ni Harmonize News, bye bye for